Yaani nilikuwa nasema pale kwenye, nasema baada ya ule mtu wa CPS kuja kumshauri, alitoka pale, kisha ikapita wiki moja. Sasa kwa ile wiki moja kulikuwa kijana fulani ambao mwenyewe alikuwa analelewa na wazungu, alikuwa adopted na wazungu, alikuwa anakuja kututembelea. Na yeye sasa, huyu baba watoto alitoka kazini hiyo siku, kisha akakutana pale, tulikuwa unga ilikuwa iliisha na mtoto alikuwa anahitaji diaper, alikuwa hata na diaper. Nikamwambia gisi mtoto ana diaper na gisi unga hakuna. Basi akabidi aende wapi? Aende kununua. Sasa ile saa naenda kununua, tukaona mtu anakawia huko. Nikasema mbona watoto wanataka kusinzia bila kula? Na watasinzia wengine. Sasa nifanye nini? Kaunga kalikuwa kadogo, nikasonga kwanza kaugari kadogo, kisha wamoja wale, alafu kama akileta ile unga ingine sasa nisonge kubwa wengine hivyo. Ndio mawazo yangu. Basi nikaanza songa pale. Wakati niko nasonga tu, kasikia hodi kumulango. Watoto wanakimbilia kwenda kufungua mulango. Na mimi nikapita nafanya sijui hata nilifanya aje. Kisha nikasikia watoto wanaambia mama, polisi wako hapa. Sasa yule afisa polisi akaleta nini? Anajua alikuwa na wallet yake, madocuments zake. Ule mdogo wake wa familia alikuwa pale na watoto wangu. Si ndio wanajua Kiingereza. Basi wakasema mchukue madocuments yake, hii hapa, tunamkamata, tunampeleka. Mimi nilichungulia tu nje, nikaona mguu yake ya mwisho na mikono yake nafungiwa huku nyuma, njo mguu ya mwisho iko naingiza saa nini mugari ya polisi. Mtoto mwingine akasema, akasema mkiingereza kwa sababu ule mwingine kijana alituambia nini ule mtoto alisema. Akasema, "Msimufunge." Alisema kama siku tukimuita polisi au siku akifungiwaka eti ataturudi, akitoka mjela ataturudisha Afrika. Na wakati watoto unajua sisi walikuwa wadogo, hawajua hata kama vitu vya kurushana Afrika na vya kwenda wapi kama ni nini, wakasema tu vile. Kama walikuwa tetemeka tu, wako na tetemeka iko na batisha vile, alikuwa anajua gisi weko nafanya. Kama watoto wanaweka ile uoga ndani yao. Akaambia afisa polisi vile. Sasa kule kushirika wa wakimbizi walikuwa wananipatia nini namba, sema naweza kuita kama shida inatokea. Nikatoa naambia watoto muite hii namba mara moja. Wakaita mtu akapokea. Nikamwambia wanamufunga sasa, unajua yeye ndio baba wa nyumba. Yesu wewe, mpaka kwa hiyo dakika niko tunajieleza kumsemea. Kwa mama, Mungu atusaidie. Basi ule mtu wa ku refugee center au wa kubaita na kamwambia ule afisa polisi, akasema akasema nini mnamchukua? Mungemwachilia kwanza. Ule afisa polisi akasema, okay, ataachiliwa tu. Anaenda kwanza tusamchukua, anaenda ikifika kwa sababu ilikuwa Friday, ilikuwa siku ya Ijumaa jioni. Akasema ikifika ilikuwa Jumanne, sasa maana yake Tuesday ya next week. Ule afisa polisi akasema atarudi. Mimi nikaamini ile maneno yenyewe afisa polisi anasema, nikafikiri kama ni ukweli, na kwa sababu sijui tu ya kufungishana, sikuwa najua habari za watu wa kufungiwa, sikuwa najua lolote lile la kufungiwa wala kufungishana mwa hii nchi wala hata Afrika. Sasa kisha na mimi nikaamini hivyo. Basi nikamuita ule ndugu wa familia, nikasema njogisi imefika hivyo, wamempeleka. Kesho yake akakuja, akasema tufanye nini? Nikasema tutafanya nini? Sasa tu tunamjua, tukasema sasa huyu mtu mwenyewe anapenda kujiinua. Maana yake yeye hawezi kosea, hawezi fanya mistake, hawezi fanya nini. Sasa tukiambia watu kama anafungiwa, kwa sababu tulijua kwamba walikuwa wanapatiana wanabadilishana magari wakati wanaenda kazini, kwa sababu ilikuwa mbali na wanafanyiana kila mtu wiki moja wanabebana. Manake tena ile next week, ile wiki ya kufuatia ilikuwa siku yake ya yeye kubeba watu wengine mkazi. Sasa
tutasema nini? Tutasema aje? Mimi nikasikia tu nikasema ndasema alienda fasi. Yeye mwenyewe akirudia atawaambia kama atajisikia kuambia, kwa sababu Tuesday wanasema atakuja Tuesday. Basi ile Ijumaa 4. Acha basi tusubiri, naweza nikakuwa naamini kabisa moyo wangu kama atakuja. Tukavumilia kwa sababu Monday, Jumatatu ilikuwa kama holiday ya nini. Tukasubiri sasa. Ile nini kesho nini Jumamosi, Jumapili, ile Jumatatu niko tu hapa najikaza tu na nyamanza tu. Lakini wandugu wapenzi, acha niwaambie kitu. Acha nikwambie gisi vile nilisema unaweza uwa mtu. Ile saa ulikucha ile siku ya Jumamosi sasa mchana mimi nakaa. Nilisikia kitu cha ajabu sana. Nilisikia kama sikukuwa nalala, sikukuwa ndoto, sikukuwa. Nilikuwa mzima wangu, watoto wako shuleni, nabakia na kale katoto kadogo tu. Ndio tuko nako. Mchana tu nakaa hivi. Nikasikia mshingo wangu kama kitu kilikuwa na niniga kabisa, sasa vile kamba ilikuwa na kaza kabisa mshingo wangu. Nikasikia kisi ile kamba inaachia. Nikava nikasikia kama kamba ilikuwa na niniga mshingo inafunguka. Nikasema nilishangaa tu, sijui. Basi tukaendelea. Sasa wale watu wenyewe wangekuwa na beba na yeye kwa kazi ile wiki yake, na watu wengine tu wakaanza kuniita. Wakaniuliza eti mbona atuone mume wako? Na ilikuwa zamu yake ya kutubeba kwa kazi hii wiki. Yesu we, sijui hata wenyewe huko. Kumbe kule kujela waliita watu wa kule kwenye tulianza kuishi ile refugee center, kwa sababu ni mkimbizi kule ndio alifikia, wakawapasha. Kumbe wale kule wakaita wengine wa Afrika, wa baba fulani, wakawaambia gisi wamtafute kwenye jela yenye alifungiwa eko anafungiwa. Gisi mimi najibia vile, kumbe walikuwa na chimba tu. Kumbe wasajua kama nafungiwa, lakini wako naniuliza niseme. Yesu we, siajibia vile. Nikasema sijui kwenye alienda, eti nikasema hivi, kuna sehemu alienda, ye peke akirudia atawaambia. Nikasema wakanyamaza tu, akasema kweli alienda wapi kwenye hawezi sema. Nikasema ye mwenyewe atakuja kuambia, kwa sababu nilijua ni mtu wa kujiinua sana, akisikia kama nishapanza habari, nishaambia watu habari kama alienda kufungiwa, alifungiwa jela, itaniletea matatizo mengine itazuka. Sasa watu hawakuwa najua vile. Mama we, Yesu wa uzima. Nikatoka zile za mnyumba, nilikuwa mateso na ile kuziakiwa na kutukaniwa matusi aina yote. Nikafanya nini? Watu sasa, community sasa wakaanza sasa, usimwone vile muwaji, mulozi, mume wake kwa mjela na nyamanza hawezi kusema. Wakatukana, wakasema ndugu zangu. Na ile hali yote ndapita wapi? Yesu we, niko aje? Mara nyingine sana sindikiza watoto shuleni, saa niko narudia, upepo iko na nisukuma. Nisukuma kabisa, sina hata hali. Nikaendelea hivyo. Maana yake yale nilikuwa pitia mnyumba na ya community yote. Kisha hata hivyo sikuchoka. Nikaanza kuambia watu wengine wafanye nini, waende kuomba appointment kule ili nipate kisha kwenda kumuona. Mtu kwa sababu mimi sikuruhusiwa kwenda kule na watoto. Nasa wakaomba mtu anaweza omba appointment na kisha mwingine mtu anaenda kujina yake, wanakuwa wawili vile. Mtu akakuwa naomba, naangalia mtu, napata mtu, naenda. Mimi naenda. Wakati niko namsemesha pale anaanza, unaona sasa, iko mle mjela, tuko naongelea kwa nini, kama ni kanini pale. Unaona sasa, nakwambia wewe wakina zarau watu. Nakwambia kwa wakina zarau watu, ona sasa. Kisha nakuwa naambia nani uliko nyuma yako? Nani uliko nyuma yako? Yesu we.
Yesu we, mpaka kwa hiyo dakika unaniambia simi sikuwa kina dharau watu. Mimi ni nani? Au kama kweli sisi tutakuwa Wakristo kisha udharau mtu. Kisha sijui hata vile na nyinyi mnaweza kuisikia. Kweli nilikomea mwa hii nchi, nilitesekea mwa hii nchi. Nikaanza mateso ile, nikamili nitafute kazi. Wakanitafutia kazi kule nini shirika wakimbizi. Nikaanza pole, maisha yalikuwa magumu sana, sijui kisi mimi naweza kuieleza. Magumu kweli. Unapita huko watu wanakuchota vidole, wanakunyoshia vidole, usione ule mwanamke vile, usimuone vile. Ile kitu tu nilikuwa nakataa isinifikie, ncho yote ikanifikia. Na yeye sasa alitoka mjela sasa. Yesu we. Kwanza kabla ya toka mjela, basi ikabidi watoto ndio walikuwa wanaenda kule kotini sasa, na baba yao angali jela, wako naenda sasa kuwauliza kisi mambo ilikuwa. Wanaenda wakaanza appointment wa pili vile. Sasa siku ya kwanza tulienda kuanya appointment. Kwanza wanaume kwanza wakafanya nini? Walijikusanya, wakakuja nyumbani, wakasema tuongee na tuandike barua kama vile watoto wako na zile appointment. Huyu mwanaanza leo, basi tutafanya nini? Tutampatia hii barua, tuandike, muongee, museme gisi mnamhitaji, gisi yenjo ni baba wa familia tu, na wakati yenyewe tunategemea gisi na vile gisi wao na kazi, na vile nilikuwa sianza kazi vile gisi yenjo mabili manini nini vya vile na kulipa nyumba. Basi tukaandika vile. Basi na mtoto wakati watakuwa naongea kule, waseme tu vile gisi wanamsamea baba yao sijui nini vile vya kumsamea tu na kumsemea vile. Nikaenda, lakini kwa sababu nilikuwa na mtoto mdogo wakasema siruhusi kuingia mle na mtoto, lakini wala ule mtoto mwingine alikuwa na appointment akaingia mle, lakini na wale wa baba wakasema nini, wakampatia ule baba ule ndugu wa familia ile barua, akasema wewe utawasindikiza ili uende angalie nini kitaendelea, utakuja kutuambia gisibiko. Tukaenda vile, na yule baba naye akakuja. Sasa yeye alifanyikwa kuingia mule, wakati mtoto wako namuuliza pale mbele, ule baba akaingia na alikuwa na ile barua mfuko yake. Wakati yenyewe ule baba anaingia, mtu iko kabisa muile nini anafungua hivi mikono, ule baba watoto akasikia, sijui alisikia mlango inalia, mtu anaingia, akaangalia, akageuka nyuma, akaona ule baba ndugu yake ule mwenye alikuwa anamuita kuja kutushauria wala kuja kutusaidia. Akageuka tu hivi akasema, jaji, unaona ule baba ule njoo baba, njoo ule mwenye anafanya nini, njoo analalaka na mke wangu, njoo awara yake ule kabisa, njoo awara yake ule. Yesu ule baba watu aliregea, alitepeta. Asema unaenda pata nguvu ya kuingiza mkono mfuko kuchukua ile barua, nguvu. Mwanaume akaregea, akatepeta. Kwanza najua ufahamu na ikamuruka pale mbele ya jaji. Nasikia tu jaji alimuuliza jina yako, address yake. Yesu we, mwana wa Mungu. Niliona tu mtoto anatoka nje na ananiambia, mama, wenye papa anafanyia papa mkubwa mule. Ni mambo ya ajabu. Hatukuonana pale, kisha tukarudia nyumbani. Nikamuita nini liendeka, akaniambia Yesu we, nilikuwa ajabu. Basi community nao wakasema, sasa huyu mtu mwenye anafanya ndugu yake hivi na njoo ndugu na mtu masaka miaka mingi huku, sasa sisi je? Kila mtu akatoka akafanya nini, akajitoa moyo maneno. Basi akabakia umo mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Tena watu wakasema hapana, mtu atakufia jela. Acha tufeni ni tujikaze tu, tuvumilie. Tumtoe angalau ako nafuatia ile kesi iko wapi nje. Mimi sikukuwa na uwezo kabisa. Na kwanza hata kwa account yake ya benki mimi sikuwa najua hata nini, lakini ni hatari tu. Na mkukua tu kitu. Niseme sasa kuna muda fulani nilienda kuangalia hapa kukua kitu. Lakini ni hivyo tu.
Sasa akafa nini? Watu wakajikusanya tena wakaambiana, jamani, tujikaze tu. Walikusanya pesa tena, Mungu awabariki tu. Walikusanya pesa, waliitana wako nafanya mchango na njoki siku ziko naenda, kisha mwanzile pesa mkakosa pesa mia, kama ni 70, kama ni 700 sikumbuki. Kama ni 70 nafikiri, sikumbuki hata. Kweli mambo mengi mkichwa na kichwa yangu lichoka sana. Kukabakia ile inakosekana. Kisha kukakuwa kijana moja akasema, mie siwezi ona mzee abakie mjela juu ya ile pesa. Acha mimi niandike cheke mara moja zile pesa zenee ili atoke haraka bila sakauya. Ule kijana akajitolea vile, akapana akasema, watu wakiendelea kukusanya ndazipata saa kwa polepole, hakuna shida, kwanza atoki. Tukaona kijana anafanya vema. Kisha nani ataenda kumtoa? Watu tena wakambembeleza ule baba, ndugu yake, sasa usakaa miaka mingi huku, jikaze tu pamoja na yote yenye alikufanyia, wende tu jikaze umtoe mwele jela, hivi pesa zishaenea. Baba wa watu wakajikaza. Kuna watu wengine wanajua kuvumilia hata. Alijikaza akaenda kumtoa mjela. Yesu wa uzima. Ule baba anasema ile saa anatoka mjela, anataka kumpatia ile mkono na kusema pole. Akasema akushika hata mkono na ile kumjibia kwa ile pole. Na yeye ndio alikuwa anaenda kumchukua na gari. Alikuja na mtukana njia nzima. Kumtukana kabisa ile sawa. Lakini alijikaza tu. Mpaka akaenda kwenye, kwa sababu wakumkubalia afikie nyumbani. Naki walimpatia ile miezi 6 iko nje ya nyumba. Ndugu zangu, akaenda kuishi kule. Sasa alienda kuishi kule, nikapata ile habari vile gisi, na mimi kwa sababu kuna vile tu tulionana ile gisi anatoka mjela, basi nikaona jua vile gisi ametoka. Sasa ule baba akamwambia twende basi nyumbani kwangu, akasema siwezi enda kwako. Akaenda kwa mwingine mtu, kwa wengine vijana walikuwa naishi peke yao nyumba yao, akaenda pale. Basi kisha mimi nikamwambia ule kijana mwenyewe alieneza zile pesa, nikamwambia kwa sababu anajua kwenye iko. Nikasema mimi najua huyu mtu anatoka mjela, anaweza kuwa na shida ka pesa, anaweza kununua kitu kenye katamfurahisha. Kwa sababu mimi najua kama ni kama vile nilikuwa tu na ile mawazo kusema atachange. Kwa sababu watu wengine wanafanyaka wakienda mjela wanabadilika. Hata siku moja hata wiki moja wanakuja kula amebadilika. Nikakuwa na ile akili ya vile kwamba nitafute tu amani niendelee kufanya nini? Hivyo tu, sijui kama wengine wangefanya aje. Nikafanya nini? Nikampatia $50. Nikamwambia ukipata muda ukifika kule umpatie baba watoto, anaweza kununua hata kitu kanapenda, na hiyo tu ni kutafuta amani na kurudisha hali ikuwe nzuri. Lakini ule kijana maisha ya huku ni ya kukimbia kukosa muda. Ule kijana hiyo siku nilimpa hakufanya nini, hakupata muda wa kumpelekea hiyo pesa. Sasa lakini mie nilimpigia simu nikasema mimi napatia kijana fulani ile pesa fulani atakupatia. Kumbe pale kwenye anaishi na vile alikuwa anawaeleza gisi niko na malaya, gisi niko na afa nini, wakasema na vile kijana fulani anazoea pale, maana yake iko nalala na mke wako na nani na mtoto. Yesu we. Basi sasa ile yote ikakuwa vile, kwa sababu unajua gisi wa Afrika wanakuaka wakisikia habari ni kujaji mara moja, watashinda wako nauliza pande yote mbili wajue nini kinaendelea, ni kujaji tu mara moja. Kweli nikajulikana vile kama nilifungisha bwana wangu kwa sababu ya umalaya, sijui nini hivyo tu. Kweli uisikie vile kama story, lakini najua maumivu yake. Basi ikakuwa nini, kisha nikaongea ule baba, wakajua ile habari, kwa sababu ule baba aliongelesha mwingine baba iko Pennsylvania, alishakuwa hata marehemu. Ule baba akasema eti habari za mimi nasikia huyu bwana atarudia tena mjela, hata kama tumsogelea. Akafunga safari kabisa na mwingine mdogo wake, wakakuja ili kumuona tu ili wafanye nini, wamshauri angalau asirudie tena mjela. Wakafanya nini,
Na mimi nikaenda, ilikuwa usiku, wakanipitia hapa, tukaenda kuna kumuona. Yesu wangu. Tuko pale tuko naongea, manake mtu iko na hali sijui niseme nini. Sijui. Hapana hali ambayo kiafya, hapana. Iko na hali tu sijui niseme nini. Manake gisi tuko najua niko malaya na niko na Yesu we. Sasa ule kijana sasa mimi nilipata zile pesa. Akaingia, akapiga hodi. Ile tu kupiga hodi tu. Ule baba mtoto akayoka tu akamuona ni yeye, alimurukia mshingo. Kitu iko nasema pesa zangu, pesa zangu. Kumbe washadadili na wale watu kama yeye nje kuna lala na mio. Kumbe yeye iko nasema mkinywa pale pesa zangu, pesa yani kusema atoke mikono ya ule baba itoke mshingo ule mtoto. Wanaume wawili njoo walimtoa mikono mshingo ule mtoto, ataka kumuua kabisa mbele ya watu bila huruma yoyote. Ilikuwa hatari, niliona kwa macho yangu wa ndugu. Hali ikakuwa mbaya sana. Ilikuwa wakati sekafika, ilikuwa mwezi wa kwanza wa kujaza mataksi watu wenye wanaishi huko na jua. Watu wote wako najua tu kama mimi niko mwanamke mbaya tu kabisa. Wakaanza, kisha mmoja kaambia kanambia mpatie watoto ile ajaze. Nikasema hakuna shida, nikutafuta amani tu kwa sababu ile miezi walonkatia ilikuwa haijaisha. Nikuangalia gisa kusanya tena maroho zetu zikwe tena pamoja. Yesu wa uzima. Hakuna. Nikampa watoto na mimi akajaza vile. Nilimuuliza ulipata sasa pesa ngapi, akanidanganya tofauti na zenyewe waliniambia alipata. Zile pesa wa ndugu wapendwa, Yesu wa uzima baba. Akataka enda kufanya nini ku benki kuchange, wakamwambia ni lazima kwanza huyu mtu ni mkubwa ampasha kusaini. Zile cheke ndugu zangu zilinipita hako, cheke mbili zote za pesa tena nzuri tu. Zilinipita hako, mimi nazisaini, mimi nazigusa. Zikanipita hako, zikaenda. Zile pesa ziliishia kuwajane. Ziliishia kuwajane na wengine wako na watoto zao na wengine. Yesu, sikupata hata pesa. Machozi yangu ilikuwa ina mwisho. Niko na muita nipatie pesa, niko nateseka na watoto. Pale niko natumika kazi ya $7, wenye wanaishi huko watajua ile $7 ni pesa za aina gani. Njoo nilipe nyumba, ndio nilipe kila kitu. Hata kama nilikuwa napata food stamp, lakini sio njoo pesa kulipa mabili na kununulia watoto mahitaji. Kumbuka tulikuwa tungali ndio nahamia mwa hiyo nyumba ya mpya, hakuna hata kitu, hakuna, tulikuwa tunaanza njoo ku zero. Tuliacha vitu vingi kwa ile sitenge, tunasema tutanunua vingine huko. Usikie tu hivyo. Mpaka wanaume walimuita. Akaenda sasa iko natangaza vile ule baba alisema utanigeuzia hii kesi. Utanigeuzia, na alimgeuzia mbele ya jaji. Na alienda napiga masimu Afrika yote, fasi yote kwenye walijua jina langu, walimjua ule baba kote. Akaacha wale wanaume wengine wote alikuwa nasema, akaambatana sasa na ule baba tu. Ananibomolea nyumba watu wote. Kabisa fulani unaweza bomolea mwenzako nyumba. Unaweza fanya nini? Watu wote wakainuka. Wengine wakafunga safari, wengine kutoka masehemu wakakuja kwa ule baba tukaenda. Aje njoo unaweza, hii maneno tuko nasikia. Aje njoo maneno iko. Aje tu kweli mwa nchi mkefanyana. Akasema hapana. Ni hivi ilikuwa hivi. Nikamwambia gisa na nima pesa, nilikuwa teseka na watoto. Wakamwambia utamupa zile pesa kama ulizipata ni juu ya watoto. Yesu we. Wakamwambia mpatie hizo pesa. Namshukuru Mungu, zamani nilikuwa nafanya naongea hii maneno na njoo maana ilichukua muda sijashuhudia kwa sababu nilikuwa nafanya nikaanza kuongea maneno kwa kama niko natonesha kidonda. Lakini namshukuru Mungu amenivusha. Amenipa afya, Yesu ni Bwana afya, Mungu wa uzima, amenipa afya yangu tena. Amenitengeneza upya. Ameniongeza matumaini. Ameniongeza siku za kuishi.
na watoto wangu nawaona gisi wako nakuwa, namrudisha Mungu utukufu sana. Nikakutana ameandika karatasi kubwa, kaniambia ndampatia, akawaambia ndamupa. Yo, ainipatia pesa kama nikiwaambia hayo. Akaandika karatasi kubwa. Anaandika maneno mengi magisa, alitumikisha zile pesa uongo mtupu. Tulikuwa tungali na deni ya OIM, ile ndege tulikuja nayo, akasema alilipa uongo. Wanapiga simu kila siku alipaki. Nikawaambia mnisaidie, niko nalipa pesa zangu na watoto mimi mwenyewe. Wakasema ndio. Wakagawa zile pesa zangu zikakuwa mingi kwa sababu niko na watoto na hatuna divorce. Wakafa nini? Nasi kwa sababu sina karatasi ya divorce, wakaniacha pesa mie za mingi kama 4,000 na 100 ngapi. Wakamwacha tu kama ni 1,000 na nini. Basi wakasema hakuna shida, ulipe tu kidogo kidogo. Basi wale watu wakamwambia kumbe njoo gisi huko, mbona wapatie mko wako kwa hiyo pesa, kumbe njoo hivyo. Wakasema iko na jenga Afrika. Wakamwambia uko na jenga Afrika na unatoka mjela wa hizi siku, utaweza aje jenga Afrika? Ilikuwa tu uongo. Basi nikaendelea hivyo kuteseka, nini sambaza kunichafua kila sehemu. Manake kama ukimkuta tu, ukimwambia tu pole, tulisikia ulikuwa nafundwa unajua sisi wa Kristo bwana, majaribu nakwambia. Kwanza akifika mwa nyumba anaanza kuomba. Wanamkaribisha, tuambie gisi ilikuwa. Anaanza sema unajua wanawake wakifika huko wanageuka waume zao. Ule mwanamke msimuone vile, Bukristo gani amenifungisha, eti alikuwa na mwanaume. Ule mwanaume njoo anamtaja ule baba jina, eti njoo nikampiga kakofi, njoo akaniitia polisi. Ndugu zangu, sikugusa hata simu kuita polisi. Yale yote nilikuwa nasema sitaki afike njoo nikapakaliwa kinyesi, tope. Kila mtu alisema gisi alitaka, kila mtu. Basi ikafika wakati yenye sasa ile miezi 6 inaenea. Lakini kabla ya hiyo miezi 6 washa kwa nje anakuwa nafuatilia kesi. Akakuwa ananiambia aseme niende ni kwa lawyer wangu nimsemee ile kesi ifutike. Mimi namwambia mimi sina lawyer. Lakini mtu mwingine akasema kama ukienda sio ndio useme hizi maneno na wakati wewe hausiki na hii maneno, watabeba wale watoto. Nikafikiri kama anasema mzatu. Nilikuja kupata habari gisi kule kwa mahakamani wako namuuliza, wanamwambia hivi, kama mke wako akifika hapa, tutabeba wale watoto. Kwa sababu hii kesi kama jina lake linatajiwa mwa hii maneno, mwa hii kesi, ni kwa sababu watoto walisema wenyewe wewe ulikuwa unamtendea. Lakini akifika hapa tutabeba watoto. Akasema, nasikia aliambia translator, akasema walikuwa na mtu mwingine, ule mtu njoo mwenyewe alituambia. Akasema wakipenda wabebe watoto. Unasikia? Unasikia kisa anasema? Anasema wakipenda wawabebe, atazala wengine. Sijui wenye wanaishi huko kama watoto wakibebwa na serikali kama wanawapataga tena au kama wanawaonaka tena. Mimi sijui. Siapitia hiyo na Mungu anishindie na washindie wengine. Sijui kama watoto wanaonekanaka tena. Lakini alisema wakipenda wawabebe. Alinipa maumivu ingine. Kasema Yesu we. Basi tukaendelea hivyo. Sasa ile miezi ikaenea 6 na mimi nikaanza kusikia sasa nini? Nikaanza sikia sasa sasa mimi kujisimama hako sasa. Nikasema hata rudia mnyumba. Kwa mpaka abadilike. Ndio nilikuwa najisemea. Na nikakuwa nasema, sasa nyingine tunaongea mimi na kusimu. Nasema roho yangu ishavuka ngambo ya mto. Manake nilikuwa nasikia sasa vile haiko tena, roho yangu ishaisha. Nilikuwa nasema tu vile. Nikajikaza sasa, nikakaza roho sasa, nikasema hata rudia hapa kwa nyumba mpaka abadilike. Ndio nilikuwa nasema. Niko naishi tu hivyo.
Siku moja sasa alikuwa nakuja kabisa, mimi sitafungua mlango kabisa. Siku moja sasa niko tu napita pita mashughuli zangu nini na nini, niko natoka kazini, tulikuwa na mama mwingine mgari. Nikaanza kumbuka ile mateso yote, nikaanza kumbuka gisi watoto watafungua masomo tena, gisi ya kuwabeba shuleni na kufanya kazi, gisi mateso itaanza. Nikaanza kumbuka yaliyopita. Nikasikia mara moja wakati naenda nyumbani, niko na ule mwenzangu akusema kitu, iko tu nanisikiliza. Kisha nikafika nyumbani, nikakaa, niko napumzika hivi kwenye kiti tu, nikasikia kama roho yangu kuna kitu kinavidua ile maumivu yote na ile mateso yote. Mara moja nasikia roho yangu inakuwa wazi kabisa, hata sikupata uwezo tena kusema ni wazi ile mateso wala ile uchungu wala ile maumivu. Nikasema nini hiki kinatokea? Nikasema Yesu ni nini? Nikaanza kusikia kama vile ni rafiki yangu tu kabisa, tangaza zamani hajanikosea kitu kabisa. Nikasikia kumpenda sana. Nikasikia sasa vile hata nikimuita andasema I love you kabisa. Kisha hapo nikasikia simu inaniita. Ni ule mamangu wa kiroho kule, Mungu ambariki, amenisaidia sana katika maisha yangu. Ananiita. Anaishi California. Akasema muache mume wako arudie nyumbani. Nikasema unaniambia hivyo, lakini kuna kitu kimenitokea saa hii. Akasema, nikaanza kumwelezea. Akasema hata mimi sikuwa na mpango wa kukuita. Nilikuwa nashuka simu niite mtu mwingine, nikasikia tu roho inanisukuma nikuite nikwambie hivyo. Nikasema okay. Basi usiku ikafika, nikalala. Ile wakati yenyewe asubuhi, kwa sababu nilikuwa nafanya ile wakati shift ya asubuhi. Ile wakati tu mimi nafungua macho hivi nataka niamuke, isa mtu nakuka, so unaona tu mwili shazoea masenyo unaamuka. Niko tu nafungua macho hivi niamuke ili nijiandae kwenda kazi. Ile tu kufungua macho tu nikasikia sauti inaniambia, muamini, eti rudi kwa mume wako. Ilianza hivi, eti polisi kutoka Golgotha wanakuja kukuchukua ili kukutanisha na mume wako kwa ajili ya kufanya nini? Kukamilisha ushindi wako. Kama mtu kwa kiroho unaweza kuelewa hii, acha nikieleze vizuri. Mimi ndio nilikuwa ndani ya nyumba, lakini katika ulimwengu wa roho, kumbuka mimi nilitoka. Ngisi nilikuwa nasema roho yangu inahama, niko ngambo ya mto. Maana kuonesha kama hakuna tena mawasiliano pale kabisa kusakuwa nini? Kushakuwa distance kabisa kubwa. Sasa mimi huyo sasa njoo polisi kutoka Golgotha zikakuja kunichukua ili kunifanya nini? Kuniunganisha na mume wangu ili kufanya nini? Ili kukamilisha ushindi wangu. Maana ni kama vile nitaka jitoa uwanja wa mapambano na bado vita haijaisha, au vile gisi nilikuwa nasema, Mungu ninakuacha wewe unipiganie, wewe unitetee, wewe unishindie, hii vita iko kubwa sitaweza, wewe unipiganie. Gisi nilikuwa nasema. Nakumbuka nilikuwa nasema Mungu nisaidie kwa sababu najua kama unakabidhi Mungu vita vyako na umwache yeye akupiganie. Kwa sababu kama mtu anakutukana naona mtukana, anakufanyia hiki naona mfanyia hiki, anakufanyia hiki naona lipiza kisasi hivi, pale naonesha kama uko unamsaidia Mungu. Na Mungu hawezi jua, manake na Mungu atanyamaza na atakuangalia tu, kwa sababu haujamwachia, ungali unajipigania. Sasa atafanya nini? Kumbe kama unamwachia Mungu, mwachie Mungu mara moja, kwa sababu kama Mungu iko mkazi yake, kama Mungu unafanya kitu chake. Mara nyingine Mungu apendaki kusaidiwa na mwanadamu. Vile njoo nilelewa pale na njoo gisi vinakuwa. Kwa sababu kama nilisema namwachia na ninamwachia kweli kweli na roho moja na kila kitu. Sasa pale kwenye nilikuwa naanza sasa na mie anakuja mimi namwambia hautaingia humu, sijui hauta nini, sijui nini, mie kweli nini. Pale nilikuwa nisaanza saidia Mungu, na wakati nilikuwa nishamwachia Mungu ile vita yote. Na nilikuwa nilimwambia Mungu siache kinywa changu kitoe maneno ya unajisi, kwa sababu yale kugisa na nitukana na mimi niseme maneno ya unajisi ya kumrudisha kujichafua, yani kwa maneno machafu. Nilikuwa namwambia Mungu nilinde, nisijipiganie hii vita iko kubwa. Kumbe Mungu sasa aliona nishaenda pembeni, ashaona kama nilishaanza nini kujipigania na mimi.
Oh, ndio ile polisi kutoka Golgotha. Wewe mwenyewe ujue kazi yenyewe ilifanyika Golgotha, watoto wa Mungu. Utaelewa maana ya hiyo maneno. Yo, mwele asubuhi nilichukua simu naanza ita. Na pale sasa nilikuwa nataka nimwambie I love you. Ndio nilikuwa sikaanza mwambia kisi kumpataka. Nikahangaika mchana yote niko Yesu we. Jioni nikampata ashatoka kwa kazi sasa, nikamuita nikamwambia rudia nyumbani. Kama ushabadilika kama nilimwambia tu ukuje nyumbani kwa kitu ndakwambia. Yesu. Alikuja nyumbani jioni. Yesu wa uzima, mimi nakwambia alikaa karibu yangu, nikasikia kama ni rafiki yangu wa zamani, hakuna hata kitu kikishatendeka katikati yangu na yeye. Mpaka watoto walishangaa. Akasema kama kwenye kidole yake aliumia na nini, nikamwambia mtoto ende leta kasindano tuone nini njoo iliingia baba yenu kwa kidole. Yesu we. Kisha nikamwambia urudi nyumbani. Kama umebadilika kama hujabadilika ainusu. Kwa sababu nilijitambua kama nilianza jipigania na Mungu alipenda ndio afikishe ile vita mwisho. Kwa hiyo sio kitu rahisi. Hata pamoja niko nasema hivyo, lakini nikisikia mtu mwenye yuko nateseka nataka kama vile ile mateso inakuwa yangu. Mbele kidogo nilikuwa nafanya nikisikia mtu anateseka, mimi nasikia kidonda inatonesheka ndani yangu kabisa, nasikia nahangaika, naanza kulia na tena sio mie. Mungu ni mwema, kwa neema yake tunaishi. Basi akarudia nyumbani hivyo. Wakati alirudia nyumbani